linamtukuza kwa pendo lake kuu. Wadam
Bwana Yesu asifiwe sana kanisa. Amen. Haleluya. Haleluya. Yeye ametuweka huru na damu yake. Amen. Amen. Ni Alhamisi njema, Alhamisi ya maombi. Mungu wa mwanzilishi ametupa nafasi nyingine tena. Haleluya. Haleluya. Ninaomba tusimame, muda wetu umefika wa kusifu. Kwa kuwa ametuweka huru na damu yake, tutaimba sioshwi dhambi zangu. Haleluya. Haleluya. Bila damu yake yeye. Amen. Amen. Fanya hivyo kwa kujua ni yeye alilipa deni ya dhambi zetu. Imba utukufu,
Mungu hakuna kabisa. Kweli hakuna kabisa. Tuimbe hakuna kabisa. Twaimba utukufu sifu hiyo damu yake. Kweli hakuna kabisa dawa ya makosa. Tusifu hakuna kabisa dawa ya makosa ya kututakasa. Na imo nguvu Mungu ya jaburani wa Yesu Mungu uwezo wa ajabu. Haleluya, haleluya. Ushindi wa ajabu. Haleluya, haleluya. Uwezo wa ajabu. Haleluya, haleluya. Uwezo wa ajabu. Ushindi wa ajabu ndani mwa Yesu. Wataka kuacha dhambi zako, damu ya Yesu inayo nguvu. Wataka kushinda wataka kuacha dhambi zako, damu ya Yesu inayo nguvu. Wataka kushinda kweli, wataka kuacha dhambi zako, damu ya Yesu inayo nguvu. Wataka kushinda sasa, tegemea hiyo damu ya Yesu. Mungu ya ajabu ndani mwa Yesu. Na imo nguvu ya ajabu ndani mwa Yesu. Uwezo wa ajabu ndani mwa Yesu. Ushindi wa ajabu ndani mwa Yesu. Ushindi wa ajabu. Haleluya, haleluya. Uhai wa ajabu ndani mwa Yesu. Wataka kuacha dhambi zako, wataka kuacha dhambi zako, damu ya Yesu inayo nguvu.
inasamehe hiyo damu ya Yesu. Inasafisha hiyo damu ya Yesu. Na imo nguvu ya ajabu ndani ya Yesu. Na imo nguvu ya ajabu ndani ya Yesu. Haleluya. Mungu wa mama mwanzilishi atubariki sote ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Ndugu zangu wapendwa, My beloved brethren, leo ni siku ya maombi, it's a prayers day, siku ya Alhamisi. a prayers Thursday. Maombi Prayers ni kitu cha muhimu sana. is something very important. Mwaka wa 96 The year 1986, nilikuwa pale Nanyuki pale. I was in Nanyuki Kuanzia 95 mpaka 96. from 85 to 86. Nikaona kanisani Jumapili And I saw in church on Sunday, watu ni wengi, people are many. lakini ukifanya hesabu But when you count, watu wa Nanyuki ni wawili peke yake. we only have 2 members in Nanyuki. Lakini kanisa ina watu. But the church is filled. Lakini wapale Nanyuki walikuwa wamama wawili. But the people from Nanyuki were only 2 mothers. Nikasikia sauti kule ndani. And I felt a voice in me Nichukue maombi that I pray kuombea Nanyuki. to pray for Nanyuki. Mungu aokoe God wenyeji wa save Nanyuki. the natives in Nanyuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nikala chakula Jumapili, I ate food on Sunday, nikaanza Jumatatu, and I began on Monday Jumanne. and Tuesday Jumatano, to Wednesday Alhamisi, to Thursday nikamkia Ijumaa. to Friday morning. Hayo ni masaa 96. Those were 96 hours. Naombea Nanyuki, Praying for Nanyuki. Mungu aokoe wenyeji wa Nanyuki. God to save the residents of Nanyuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Basi nikapumzika hiyo Jumamosi So I broke the Eh, fast Ijumaa. on Friday na Jumamosi. and Saturday. Jumapili nikaenda kanisani. On Sunday I went to church. Sikuwa nimeshuhudia mtu. I had not testified to anyone. Sasa ile shule ambayo tulikuwa tunaabudu, So they were worshiping. nyuma kuna chumba kingine. There was another room behind. Kuna watu wa kanisa tena wameomba huko. There are people touched from that room. Wakawa wamemkaribisha mzee mwingine They had welcomed a certain old man anaitwa Githenya called Githenya, ambaye alikuwa reverend wa CPK. was the CPK reverend. Siku hiyo akaja, That day he came. ndo anaenda kwa ile kanisa aliyokaribishwa. He was going to the church where he had been Na hii welcomed. shule hapo ilipo kuna mti mkubwa hapa mbele. And there was a big tree in front of the house. Je, napita na hapo And there was a way ndio ufike kwa hii shule ambayo to tunaabudu. get to the school where we were Alafu worshiping. nyuma kuna chumba kingine. Then behind there was another house. Amealikwa huko. He had been invited there. Basi alikuja He came akapita and passed kwa hii shule hii. through the school. Hakufika kule alikoalikwa He did not go where he had been Akarudi, akaenda invited. huko. He went back mpaka pale kwenye mti. to the tree Akarudi tena, and came back akapita tena, and passed again. akageuzwa akarudi kule tena. Then he was made to turn and went back. Mara ya tatu The third time, akaja akaingia hapa. he came and entered the church Hapa kanisani kwetu. where we were worshiping. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akatafuta deski akakaa. He looked for a desk and sat on. Mimi simjui, I did not know him. yeye hamjui, He did not know me too. na amealikwa ni kule, And he had been invited there. ameshindwa kuenda. He was unable to go. Akaja akaingia hapa. And he came and entered the place. Nikahubiri nikamaliza, I preached and finished. akanifuata akaniuliza, Then he followed me and asked me, unatoka hapa saa ngapi? at what time do you leave this place? Namwambia baada ya ibada ninasaidia watu. And I told him that after the service I Kumaliza help ndio people. nitatoka. Then when I'm done, Akasema naenda nyumbani he said, I'm going home. saa 9 nitakuwa hapa. At 3 I will be here. Na akaenda kweli. And he went surely. Kumbe mkewe ana ugonjwa wa polio, So the wife was suffering from amelala polio miaka 7. for 7 years. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hawezi kufanya kitu, She could not do yeye anything. ampikie, It's for him to cook for kumwosha. her and to bathe her. anaenda kumshughulikia kwanza, She had gone to care for her first. alafu akarudi. Then he came back. Ndio akaja akaniuliza kama mimi namjua, That's when he came and asked me if I knew him. au na mahali nimuona Or pengine, if maybe I had seen him au somewhere. na mahali nimsikia akiongea. Or maybe I heard him speaking somewhere. Nikamwambia hapana. And I told him no. Akasema nimekuambia narudi kwa He sababu said, I've told you I'm coming maneno back uliyokuwa because unayanena the words you are speaking
Wewe ni kana kwamba unanifahamu. It's as if you know me. Kwa nini? Why? Basi akaanza kunieleza. He began telling me. Akanieleza. And he explained to me. Akanieleza. He explained to me. Nikamwambia unapendwa na Mungu. And I told him you are loved by God. Roho Mtakatifu, The Holy Ghost, wakati mhubiri anahubiri, at the time the preacher preaches, anazungumza juu ya nafsi ya mtu. he speaks to one soul. Sasa ukiona neno hilo So when you see that word limekuja kwako, has come to you likakushika, and it touches you, badala ya kukasirika, instead of getting annoyed, unafurahi. you rejoice. Maana Mungu anataka kukuokoa. Because God wants to save you. Akaniambia umenena maneno, He told me you spoke words. mimi sijasikia watu wanazungumza I've hivyo not maneno. heard someone talk about such. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndio nikamshuhudia yule When I mzee, testified to that old man, I nikamshuhudia testified to him. kule kanisani kwao alifukuzwa. In his church had been chased away. Yeye ni reverend He's a reverend, lakini alikuwa amefukuzwa but he had been chased away kwa makosa yasiyostahili for mtu things kama he huyo had, kuyafanya. for the mistakes he had not done. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo kule hakuna kusema njoo utengeze njia zako. So there's nothing like come amend your Kule ni ways. kazini. That is work. Unafutwa mara moja. You are sacked, Na kila kitu ulichokuwa unakipata usikipate and tena. whatever you are receiving, you will no longer receive it. Akawa anateseka, mke ni He mgonjwa was suffering. The wife is na yeye sick, mwenyewe and himself, sasa ana shida hii. he has this problem. Nikamwombea. I prayed for him. Huyo mama alikuja kuombewa na mchungaji huyo. That mother was prayed for by the shepherd Akiwa of huko the kwao. Lord, while at their place. Na akapona. And she was healed. Hakuja miracle She yeye. did not come to miracle. Akabaki kule CPK. She remained in CPK, Huyo mama. the mother. Lakini huyo mzee But that old man, alikuja hapa tena muda mrefu sana. he came here for a very long time. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akiwa amepona yale shida zake Being healed from his problems, na yeye mwenyewe ameingia katika and kuokoka, himself had gotten to salvation, akawa ndiye mwongofu and he was the saved Bwana person nyuki. in Nanyuki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwanamume Man, peke yake hapo. he was the only man. Mungu akaanza kuleta watu sasa. God began bringing people, Lakini aliyepatikana ni huyu. but he's the one who was found. Baada ya yale maombi yale After those prayers, yalimshika reverend they drew Reverend wa CPK from CPK kamleta kanisani. and brought him to church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo maneno aliyokuwa akinena mtumishi wa Mungu Therefore, the servant of God was ni kweli speaking kabisa. are very true. Huu ulegevu The laxity unaweza kufanya maneno mengine madogo madogo can make some petty issues. tu hatuyawezi. We will not be able to manage them. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Si hata yale makubwa, Not even the haya madogo madogo tu even these small issues, tena yao yanatutatiza. and they will be troubling Kwa hivyo us. mimi nimeshukuru sana. So I'm very much grateful. Alipokuwa anaongea When he was speaking, alinikumbusha wakati huo, he reminded me that time, nikaona vile ule and mzee I saw the way that old man alivyokuja kwa Mungu was drawn to God tena kwa furaha with sana, a lot of joy, na akadumu hapa. and he stayed here. Saa hii yeye hayuko. He's no longer there. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Lakini alidumu hapa. But he was here. Mkewe akaja akaombewa na The mchungaji, wife was prayed for by mchungaji, akapona akiwa huko kwake. and she was healed back Yeye home. hakuja miracle, She did not come to miracle, lakini aliendelea na kanisa ya but CPK. she continued to go to Ila CPK. huyu mzee alishikwa akabaki huko. But this old man remained here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo maombi So prayers ni silaha is a weapon ya Mkristo. of a Christian. Mtumishi wa Mungu, Mungu akubariki Man sana of God, may God bless you so much kwa kukumbushwa neno hili, for reminding us that word. neno la muhimu sana. Something very important. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tumekuja katika kuomba, So we've come to pray. tumekuja katika maombi. We've come for prayers. Maombi Prayers ni silaha kubwa. is a great weapon. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maombi ni silaha kubwa. Prayers are a great weapon. Hivyo tunapoenda maombini, So as we move to prayers, mtumishi wa Mungu yeye hutufundisha the man kwanza, of God teaches us first. akatuonya, Then he warns us akatuhubiri, and preaches to us. akisema twendeni When maombini, he says that we go to prayers, basi na tuende maombini. let's go to prayers. Yale aliyonena, What he has spoken, ukiwa na neno lako umelisahau, if you have your own issue forgotten, usiliache, do not leave it. litie hapo maombini. Include in the prayers. Maombi Prayers, haya ni maombi ya wenye haki, these are prayers of the righteous. kuja kulia kwa ajili ya watu wengine, Coming to cry on behalf of others. kuja kulia kwa ajili ya watu Coming wengine. to cry for other people. Mimi nilifanya kusikia hilo neno tu I heard that word na nikalifanya, and I did it. sikuambia washirika, I did not tell the followers. na kila Jumatano wanakuja kanisani, And every Wednesday they used to come to church. lakini hawakujua mimi niko kwa maombi. But they did not know I was fasting. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni siku ya muhimu So sana. it's a very important day. Mtumishi wa Mungu yeye yuko The tayari, man of God is ready. tumpe nafasi mapema Let's give him a chance early anene na sisi, to speak to us atuambie, and tell us, atukumbushe to remind us
kama anavyosema As he says, twaje hapa kukumbushana. that we come to remind ourselves. Kama ulisahau, If you've forgotten, Mungu anakukumbusha. God reminds you. Kama ulisahau, If you've forgotten maybe, Mungu anakukumbusha. God reminds you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya, chukua kilicho chako Take what is yours. uende nacho. Go with it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni siku ya maombi. So it's a prayers day. Tumpe nafasi mapema mtumishi wa Mungu Let's give a chance to the man of God early enough anene na sisi, to speak to us atuambie and tell us yale Mungu wa mwanzilishi what God of the founder anataka tuyasikie. would love us to hear. Karibu mtumishi wa Mungu, Welcome, man of God. unene nasi. Speak to us. Haya ni masaa yako, These are your hours. utuambie Tell us yale ambayo that which Mungu wa mwanzilishi God of the founder atakujalia nayo will jioni enable ya you leo. with this evening. Karibu sana, You are most welcome. karibu sana. You are most welcome. Asante sana. Thank you. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jioni tena Mungu wetu ametupa. A good evening our God has granted us. Tangu jana ametulinda, From yesterday he has secured us. ametupa tena jioni ya leo. He has given us this evening Kukumbushana. to remind ourselves. Wengi ninyi umezoea kushughulikiwa. Many of you are cared for. Shida yako lakini mwingine Your akushughulikie. problem, but someone else has to care for you. Tabu zako ushughulikiwe na Your mwingine. problems, but someone else has to care Lakini for. wokovu But salvation, ni mtu mwenyewe ushughulike. it's you yourself to care. Ujiulize, mimi You ask yourself, nitakaa hivi mpaka lini? for how long will I stay like this? Alafu namuomba Bwana. Then you pray unto the Lord, Maana Mungu hataonekana because God will not be manifest pasipo juhudi. unless you are zealous. Ndio anasema mahali pengine Mungu wetu That's why our God says in another scripture atajitakasia watu awe miliki yake, that he will purify himself a peculiar people, wale wenye juhudi those katika who are matendo. zealous in good works. Amen. Amen. Wenye juhudi katika mema, Those who are zealous in good works, wenye bidii katika mema, those who are diligent in good wale works, watafutao, those who seek, wenye njaa. those who have the hunger. Haleluya. Hallelujah. Lakini wengi wetu But many of us makanisani in churches, tumezoea kutafutiwa. we are used to be sought for. Mhubiri yeye It's the preacher, ukae naye masaa mawili, you sit with him for 2 hours, yeye akuombee. for him to pray for you, Lakini wengi hawana mzigo na maisha but yao. many did not take the burden of their lives. Haleluya. Hallelujah. Lakini ili ufikie kuokoka, But for you to get to salvation, mtu mpaka uwe na mzigo nafsi yako wewe mwenyewe. now you have to have the burden yourself. Yesu alisema atakaye na aje. Because it says that Jesus said, he who wants, let him come. Atakaye na He aje. who wants, let him come. Atakaye na He aje. who wants, let him come. Haleluya. Hallelujah. Waweza kuona mwongofu ana tabu na shida nyingi, You can see a saved person with many na problems, fedheha nyingi, a lot of disgrace, lakini haombi Mungu. but he does not pray to God. Amekaa na pasta kweli, akiondoka pale ni He has basi. sat with pastor. When he leaves, that's the end. Hana mzigo wa maisha He does yake. not take the burden for his life. Haleluya. Hallelujah. Na shetani anataka mtu kama huyo. And the devil is after such a Amkalie. person, so that he can Amkalie. oppress him. For him to oppress him, Fanyane kama hakuna wokovu. it appears like there's no salvation. Lakini kuokoka paka utafute. But salvation, you have to Paka seek. uwe na You njaa. must have the Paka uwe hunger. na juhudi. You must have the zeal Nafsi yako wewe mwenyewe. in your own self. Una jambo limekushinda, ni dhambi There's imekushinda. something defeating you. There's a sin Wewe mwenyewe defeating you. ujiulize, nitaishi mtumwa mpaka lini? Ask yourself, for how long will I be a slave to this? Mbona niwe wa mawazo yale? Why should I be of these thoughts? Mbona niwe mtu wa uchungu siku Why zote? should I be of bitterness all days? Mbona niwe mtukanaji kila siku? Why should I be abusive all days? Yesu alikuja kufanya nini? What did Jesus come to do? Na niko kanisani kutafuta And nini? I've come to church. What am I after? Kama nitakaa na fedheha If hizi I will stay in this disgrace, na manyonge with haya, these weaknesses, alafu unapiga goti unamwomba then Mungu. you kneel and pray unto God. Yesu ulikuja kuokoa wenye dhambi. Jesus, you came to save sinners. Niokoe na mimi. Save me. Haleluya. Hallelujah. Mungu akiona watafuta, When God sees you seeking, you unatafuta, are seeking, unabisha, you are knocking, you unatafuta, are seeking. anasema atafutaye He who ataona, seeks will find. atafutaye He ataona, who seeks will find.
Atafutaye ataona. He who seeks will find. Maana anasema mahali pengine He says somewhere. maskini huyu alimuita Bwana, Poor person called the Bwana Lord, akasikia kilio and chake the Lord heard his akamwokoa. cry and saved him. This poor man. Somee Zaburi 34:6. Read for Psalms 34:6. Haya, unakutofaulu, You have lack of success. unakulemewa mambo mengi, You are burdened in many things, lakini umuombe Mungu. but you do not pray unto God. Haleluya. Hallelujah. Umuombe Mungu. You do not pray unto God. Umejaa kulaumu. You are full of blaming. Mimi nilikuwa na tabu nyingi. I had many problems. Tabu nyingi. So many problems. Tabu nyingi. So many problems. Lakini mulaumu nani kwa tabu zangu? But whom would I blame for my problems? Jilaumu mwenyewe mimi blame niliishi mwana myself. mpotevu. I lived an astray child. Nasema tabu hizi ni haki zangu. I say it's my right for me to have this problem. Mashaka haya ni haki zangu. It's right for me to have this Lakini tribulation. Mungu wa mwanzilishi But uliyenivuta God kuja of the founder who wokovuni. drew me into Je, salvation. uliniita If nipotee? you call me to perdition, Nisamehe uniokoe. forgive me and save me. Nisamehe uniokoe. Forgive me and save me. Nisamehe uniokoe. Forgive me and save me. Nisamehe uniokoe. Forgive me and save Sina me. wakulaumu, I'm saved here. najilaumu mwenyewe. I don't blame anyone, I blame myself. Samehe uniokoe. Forgive me and save me. Kila niombapo nalia machozi, samehe Whenever uniokoe. I pray and shed tears, forgive me and Kuniita save me. kupotea, You did not call me to perish. na kama wewe umetaka niishi maisha And if haya, you wanted me to live this life, tukuza jina lako, then glorify simtukuze your mimi. name, do not glorify me. Mungu wa mwanzilishi, God of the founder, Mungu wa mwanzilishi niokoe. God of the founder, save me. Naimba huku natoka machozi, I sing while shedding tears. atabu, Problems, lakini sifanani nazo. but I don't look like I have them. Nafanana nimejaa furaha na I'm amani. filled with the joy and peace. Manake nasema chuo, Because it says ile imani ulionayo uwe nayo katika nafsi yako the wewe faith you mwenyewe. have, you should have it in your own self. Imani ulionayo uwe The nayo faith you katika nafsi yako wewe have mwenyewe. it in your own self. Haleluya. Hallelujah. Mara nyingine nawaza nirudi kwetu nikafanye At times nini. I think like going back to our home, but what Ndio will I go to do? nakusudia mama siku moja alikuja. That's why I testify to you that one that my Sema mother mwanangu, came, rudi nyumbani kwetu and kule. he said that my son, go back home. Ukae nyumbani maana Go tabu stay at zimezidi. home because problems are too much. Fedheha zimezidi. It's so shameful. Magonjwa, Problems, fedheha nyingi. sicknesses, and a lot of disgrace. Kana kwamba siko katikati ya watu wa Mungu. As if I'm not with the people of God. Haleluya. Hallelujah. Lakini But Bwana akanijalia the kuamini Lord enabled me to believe kwamba Mungu wa mwanzilishi hakunitia mashaka. that God of the founder did not call me for Sasa problems. njia ni nini? So which is the way? Kulilia Mungu. To cry unto God. Kulilia Mungu. To cry unto God. Haleluya. Hallelujah. Nafsi yako mwenyewe. In your own self. Kulilia Mungu. Cry unto God. Nimeenda mashauri kweli, I've gone for nimeongozwa. counseling. I've been guided. Vile nimeongozwa, They have been guided. siachi pale. I don't leave it there. Namuomba Mungu niokoe. I pray unto God, save Ni me. dhambi zangu mashaka haya, It's my sins. lana zangu mashaka It's my haya. curses causing these Ni wewe problems. ulikuja kwa wenye lana. Jesus, didn't you come for their cast? Nafika mahali I natamani get to a place and siku desire. zingeregeshwa nyuma, Days could be reversed. nisingefanya lile. I wouldn't do that. Ningeheshimu baba I could vile, have honored my father this way. lakini sasa nimetenda tayari. But now I've already done it. Ndio maana Yesu ulikuja. That's why Jesus, you came. You Ulikuja came kuokoa wakosaji na wenye dhambi to kama save the wewe. sinners and the transgressors. Kubisha huko That knocking, na kubisha huko and that knocking, na kubisha huko and that knocking, na kubisha huko and that knocking, na kubisha huko. and that knocking. Mungu anapokuona unabisha, When God sees you knocking, unabisha bila you kukoma, are knocking fervently, bila kukata tamaa, without despairing, maana huna njia nyingine. because you have no other Maskini way. huyo aliita, This poor man cried, Bwana akasikia kilio and the chake. Lord has heard his cry. Mungu atafungua mlango God will open the door. kwa maskini aombaye, To a poor person who prays, anayemlilia yeye, who cries unto him, Mungu anafungua mlango. God will open the door. Tusomee Read for us Zaburi 34 Psalm mstari wa 34. 6. verse 6. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Maskini huyo aliita, This poor man cried, Bwana akasikia, and the Lord heard him akamwokoa na tabu zake zote. and saved him out of all his troubles. Haya maskini wewe mimi usiyeita, Now poor you who does not call, umetoka mashauri umeambiwa ni you basi, come from counseling, that's the end. ni kula na kulala, It's eating and sleeping. na kula na kulala. Eating and sleeping. Haleluya. Hallelujah.
Ni warudi tena kwa pasta, basi uliomba kweli lakini havijawa. Go back Ni to sawa, pastor, that pastor you havijawa. prayed but nothing has happened. Lakini wewe mwenyewe una hatua But gani? yourself, which responsibility Wewe have you mwenyewe taken? una juhudi gani? Which zeal do you have? Wewe mwenyewe una mzigo gani? Which burden do you have? Haleluya. Hallelujah. Mungu akuone wewe mwenyewe una mzigo. God to see you burden. Wewe mwenyewe una juhudi ya God to kutafuta. see you with the zeal to Wewe see. mwenyewe una juhudi la kumlilia yeye. You have the responsibility to cry unto him. Anasema nitamuokoa He says, I will maskini save this poor man na taabu zake zote. from all his troubles. Maskini huyu ananiita huyu, This poor person crying unto me, nitamsikia I will hear him. tena, nitamuokoa Again, I will save him na taabu zake zote. from all his troubles. Maana ananililia mimi Because he's crying unto me na kuniita mimi. and calling on me. Kwa nini nisimsikie? Why shouldn't I hear him? Haleluya. Hata Hallelujah. kama taabu ni ngapi, Even if problems are so many, lakini wamlilia yeye but you are crying unto him. anayesema hapendezwi na mwanadamu He kuteseka, who says that he does not afflict willingly, ajapohuzunisha ana though he rehemu. grieves, he will have compassion. Basi hata rehemu. So for him to have Wewe compassion, unayehuzunishwa, you who is being grieved, je, wamlilia? are you crying unto him? Bwana, wewe ulisema Lord, you said, ujapohuzunisha una rehemu. though you grieve, you will have compassion. Niokoe na huzuni hizi, Save me from these sorrows. niponye na huzuni hizi, Save me from these sorrows. maana wewe ulisema Because you said, upendezwi na mwanadamu do kuteseka, not afflict willingly. tena hutatesa mwanadamu. Again, you will not afflict man. Ujapomhuzunisha Though you cause grief, utamrehemu. you will have Kwa hivyo compassion. kuhuzunishwa kuko So there's being grieved tena na Mungu mwenyewe. by Basi God himself. usifikirie umeokoka utakuwa ni raha Do kila not siku. think that because you are saved, it will be joy all through. Kuhuzunishwa kuko There's being grieved tena na Mungu mwenyewe, by God himself. lakini ukimuomba But when you pray unto him, anasema nitakurehemu. he says, I will have compassion on you. Kama ameruhusu huzuni hizi If zije, he has allowed these sorrows to come, kwa sababu anakupima imani yako, because he's proving your faith, anakupima pendo lako, he's proving your love, na kuone unamwamini to yeye see you believing in him, kwamba alisema huhuzunisha tena that he hurehemu, says that he can cause grief Na and again have unamuomba, compassion. You are praying unto him. utaona kesho anaziondoa You see huzuni that hizo. tomorrow he takes away the sorrows. Na kama ameamuru huzuni hizo And zisije, if he has allowed them to come, haleluya, hallelujah, ni kwa sababu anakutakia kuokoka, it's because he's wishing you maana salvation, umeenda kando na njia zake. because you've strayed from his ways. Akuone wamlilia, To see you crying unto him, Bwana atakuokoa, the Lord will save you. atakuokoa tu, He will save you. atakuokoa, maana ndio ahadi He yake will hapa. surely save you because that is his promise. Maskini huyo aliita, This poor man cried. Bwana akasikia kilio The chake, Lord heard his cry akamuokoa na tabu and saved zote, him from all his troubles. tabu zote zote. All his troubles. Hata uone To see pale pasipo na mema pameingia, where there's no goodness, goodness has come. maana umemlilia yeye. Because you've cried unto him. Asikiaye vilio vya wanyonge, Who hears the cries of the poor, asiye mwingi wa hasira, who is not filled with wrath, anayeachilia hasira zake, who lets go his wrath, basi hata ile aachilie hasira for zake, him to let go his anger, si aone mtu anamlilia kwanza. he should see someone crying unto him first. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Basi That is it. tusomee tena hapa. Read for us again. Lakini huyu aliita, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. This poor man cried, and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Sasa kaona ndugu dada anatembea, You see, a sister or brother, ana shida lakini hafanani kama ana he shida, has problems, but he does not appear wala to have them. hutamuona akitafuta, Neither will you see umuone her angaa seeking, anabigilika na mashauri humu, at anatafuta least coming for counseling, kuonyesha huyu mtu anatafuta kuokoka. show this is someone seeking salvation. Ana jambo limesimama pale, Is something, she has hana something wema stuck. maishani She mwake, has no goodness in her lakini life. utamuona But you will akitafuta. not see her seeking. Angaa mhubiri njoo At hapa, least preach, at least come. unamuona ndugu huyo amekosa ahadi za Mungu, You see, this brother is lacking the promises of God. haki aliyoahidiwa na Mungu hana, What God promised, lakini he does angaa not umwone have. anatafuta, But at least to see him seeking, utamuona you will not see him. yuko tu. Bwana asifiwe Bwana. Just there, praise God, praise God. Na huyu shida And this hii one- ambayo imesimama huyu, This problem that is so stuck, na utamuona mashauri huyu, and you will not see him for counseling. kuonyesha angaa anataka, Show that at least she wants. kuonyesha hata kwa nyumbani haombi. Show that even at home she does not pray. Haleluya, Hallelujah. ni kuamka na kwenda kazi na Is to kurudi. wake up, go to work and come back. Sasa wokovu utakujeje? Now how will salvation come?
Yesu alisema tafuteni mtaona, And bisheni Jesus said that mtafunguliwa. seek and you will find, knock it shall be Akina opened nani? to you. Who are they? Wewe mwenye tabu tafuta utaona. You who have trouble, seek you will Bisha find. utafunguliwa. Knock it will be open to you. Omba utapewa. Ask you will be given. Nani? Wewe. You. Haleluya. Hallelujah. Ni Mungu anasema huyu. It's God who says so. Kiwa ninyi mwajua kuwapa watu vitu If you vyema, know how to give your children good things, na baba yenu wa mbinguni vipi? what of your Father in heaven? Amen. Amen. Si atawapa vyema. He will give you good things. Si atawapa vyema. He will give you good things. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Mimi nilikuwa shuleni huko sekondari. I was in secondary school. Watu wanaenda lunch, mimi siendi lunch. People go for lunch and I do not go for lunch. Ni shule haina sifa kabisa It's a siku school that zote. is not very famous. Ilikuwa ikiitwa Muyeye. It was called Muyeye. Ina record ya kuangusha wanafunzi miaka yote. It has a record of poor performance all the Na ndio years. mimi nimeichagua And kwenda that's the hapo. school I had chosen to. Nilichagua kwa nini? Why did I choose it? Maana iko karibu na kanisa la Baba Missionary. Because it was Mtondia. near the church of the Father Missionary, that's Mtondia. Nikafanya kuichagua ndio ya kwanza I katika chose it. kuchagua shule ambazo wataka uende. I made it my first choice among the selection I made Ukipita mtihani wa ulikuwa ni wa standard 7. after passing the class 7 exam. Shule ziko kubwa kubwa Nairobi Alliance. There are many big schools, Alliance, Nairobi, Simulatewa, Given the choices. Malindi High. Malindi High School, Lakini mimi nikaulizia kanisa huko Kilifi. but I asked in Kaambiwa Kilifi. Kilifi kuna kanisa Mtondia I was told that there's a church in Mtondia na kuna shule hapo. and there's a school nearby. Na ilikuwa ina rekodi mbaya. And it had a very poor record. Nimeokoka Miracle, I'm saved in Miracle. lakini sasa niende shule Alliance huko So I go to a mbali. school like Alliance that far, Nikose mahali pa kuabudu Mungu wa like Baba a place Missionary. to worship God of the Father Missionary Aliyeniokoa. who saved me. Nikasema mimi nachagua hii I shule. said, I'm choosing this school. Haleluya. Hallelujah. Tena nikaiweka choice ya And kwanza. I made it my first choice. Ilikuwa uchague shule 3. You had to choose 3 schools. Iko sahihi, iko sahihi. If you miss this, you'll get this. If you miss this, Nikaichagua you'll get hiyo the yenye other. sifa mbaya hiyo. The one with the very poor record, Lakini nikaichagua mimi ndio ya that I kwanza. chose it, made it my first choice. Nikaamini Bwana Mungu I believe the Lord God wa baba mwanzilishi, of the founder Father. yeye ni Mungu wa kuokoa. He's a saving God. Haleluya. Hallelujah. Na kweli And truly, mtihani ulipokuja when the results came, huo wa standard the 7, standard 7 exam, nikapita kupita ambako nini ende Alliance, I wapi, passed and Nairobi. qualified even to go to Alliance and many good schools. Kupita kwa kwanza tangu shule yaanze kufanya mitihani, The first good performance from the time, hakujapita mwanafunzi namna there hiyo. had no student who had performed like I performed. Yeye ataenda Alliance. He will go to Alliance. Ataenda, mimi kule moyoni hakumo. And in my heart, that was not there. Nairobi hakuna kanisa. Nairobi, there is no church in Nairobi. Haleluya. Hallelujah. Mimi mwenyewe wakawa hawajui, mimi mwenyewe nimechagua shule They yangu. did not know I had chosen Na this lengo school. iko karibu na And the kanisa. idea is because it's close to the Pata church. nafasi ya kwenda hata na mguu So bila gari. I can even go by foot. Haleluya. Hallelujah. Nikaamini ya kwamba nikienda mimi hapo, I believe that when I go there, Mungu wao Baba Missionary God of the Father Missionary atageuza kila kitu. will change everything. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ni Or mlevi. the head teacher of that school Sijui is anaitwa drunkard. nani, hafundishi, anashinda He kulewa. does not teach, he only goes Nikaamini drinking. nikienda mimi I believe when ataondolewa I kwa go jina la there, Yesu. he'll go away in the name of Jesus. Ataleta mwalimu wa bidii wa kufundisha. A hard-working teacher will be Na brought. nikawa nikiomba, And I would pray, Bwana, nikienda shule hiyo, Lord, when I go to that school, Mungu wao Baba Missionary mama, God of the Father Missionary and the founding mother, tupe walimu wenye bidii. give us teachers who are hardworking. Na kweli nilipoenda, And when I went, sisi ndio tunaandikishwa wanafunzi wapya, we were being admitted, the new students, huyo naye akaondolewa. and the teacher was transferred. Okay? Ndio tunapokelewa sasa When we are wanafunzi being wapya wa admitted, mwaka huo, the new students that na year, yeye ndiye anaenda transfer. and then he was being transferred. Ndio tunaanza naye sasa We were form 1. starting with now a new head teacher. Maombi yamejibiwa. The prayers had been answered. Maombi yamejibiwa. The prayers had been answered. Na yeye hata sikushirikisha mhubiri. And I did not even share to a Ilikuwa preacher. ni imani yangu. That was my own faith.
Watu wanaenda lunch, mimi siendi. People go for lunch and Naombea I hiyo don't go. shule. Bwana, I'm praying for that school, Lord. wape wanafunzi fahamu, Give understanding to the wapite students mitihani to yao, pass the exams. maana wakianguka watakuwa wevi humu na Because wakora when they humu. fail, they will be thugs around. Mimi ndimi niko mbele kwa masomo, I'm the best in lakini performance, nasikitiki hao wengine nachukua saumu na waombea. but I fast on behalf of this. Mbona wewe huendi chakula cha mchana? Ninyi endeni. Why are you not going for lunch? No, you go. Naomba pale kwa deski, I Bwana pray okoa. on my desk, God save them. Wanafunzi wenzangu hawa, My fellow students, isiwe bure kukaa do shuleni, not be in vain for them in wapite school. mitihani. Let them excel. Haleluya. Hallelujah. Ili isiwe bure, So that it will not be wazazi vain. kupoteza karo, Parents to lose their school fees. tena kesho And again tomorrow, warudi mitaani wakilewa na they'll kufanya go nini? back into their villages drinking. Haleluya. Hallelujah. Na kweli kufika kumaliza mtihani, And when we finish the exams, darasa hilo huo That mwaka wa class. 81, that year 1981, naamini rekodi hiyo haijafunzwa. I believe that record has not been broken to date. Karibu darasa lote lilipita mtihani. Almost the whole class performed well. Haleluya. Hallelujah. Wengi wako humu. Many are here. Mungu wa baba missionary. God of the Father missionary. Wako humu. They are Wengine out ni there. walimu, Some are teachers. wengine ni headmaster. Some are headmasters. Wako humu. They are out there. Huwa tunaonana, je, bado huko na Usually wambia? meet. Are you still there? Wewe bado huko Mariakani? Are you still in niko Mariakani? Yes, I'm in Mariakani. Haleluya. Hallelujah. Wengine tulikuwa kodisha nyumba moja. Some we had rented the same rooms. So Masikini anatumia maombi. the poor man uses Una prayers. tabu nyumbani mwako, Have problems in your house. mkeo ni mumeo, hana mbele wala Your nyuma. wife or Badala ya husband is kulaumu, destitute. Instead of blaming him, tumia maombi. use prayers. Haleluya. Hallelujah. Bwana, huku niunganisha na mtu huyu Lord, you did not join me na to this ndugu huyu, person. tuishi maisha ya This tabu brother haya. to live in these problems. Nisamee. Forgive me. Kile kinafanya tunaishi maisha ya tabu, That is what making us live in sio problems. kunung'unika na kulaumu. Not to murmur and blame. Bwana akiona masikini alilia When the Mungu, Lord sees a poor person crying, anasema atasikia says he will hear na kumwokoa na tabu zake and save him zote from all his zinazomwandama. troubles. Haleluya. Hallelujah. Kabisa anasikia Mungu. Surely he hears. Ndio mimi huangalia wandugu wengine wa That's dada. why I look at some brothers. Ana jambo limesimama hivi. He has something so burdening him. Humuone na shauri na mtu. You do not see him seeking counsel. Hatafuti. He's not seeking. Hatafuti. He's not seeking. Hata mnampigia magoti Mungu ndugu yule, lakini yeye You mwenyewe are even hatafuti. kneeling for him. Lord, save that brother, but he's not Haonyeshi seeking. anataka, haonyeshi He anatafuta. does not show that he's seeking. Sasa ataokolewaje How huyu? will he be saved? Afanye kutafutia na wengine. Others are seeking for him. Mzigo wake amebandika wengine. He's burdened Mungu others. atamuokoaje? How will God save him? Mungu atamwokoaje? How will God save him? Yesu alisema tukitafuta tutaona. Jesus said that if we seek, we shall Tukibisha find. atatufungulia. When we knock, he shall open unto us. Tukiomba tutapata. When we ask, we shall be given. Haleluya. Hallelujah. Tutapata. We shall be given. We Tutapata. shall be given. We Tutapata. shall be given. Maana yeye anasema Because he says, hauzunishi milele he mtu. does not afflict forever. Hauzunishi mtu He milele. does not afflict forever. Kule kuomba na kusikiwa Praying and being heard hakukuandikiwa wahubiri tu peke was yake. not written only for the preachers. Kuliandikiwa wewe uaminie. It's written for you, a believer. Kinasema It aaminie, says, he who believes, ishara hizi nifanyazo these signs that I do, tazifanya hata kubwa kuliko hizo. he'll do greater than this. Haleluya. Hallelujah. Yeye aaminie He yeye, who believes, haya nifanyayo mimi these things I do, atafanya hata makubwa he will kuliko. do greater than this. Ni Bwana Yesu ndiye anasema. The Lord Jesus saying, Yeye aaminie he who believes atafanya makubwa kuliko. will do greater things. Atafikia makubwa kuliko haya. Will get to exploits. Ataona wokovu kuliko huu You'll see unaofanya. the mimi. salvation than the one I'm doing. Na Yesu anangoja mtu aaminie yuko. And Jesus is waiting for a believer. Ndio juzi nikafundisha neno imani. So recently I taught about faith. Ndio imani hiyo ikatimia dada yule wa kule. That faith was Taita. fulfilled to that sister in Kwa Taita. nafsi yake akaamini. Her own self she believed. Oh, pastor wa miracle. So pastor from Ni Miracle, mapasta Mungu anawasikia. God hears the preachers. Hii shida yako hii This problem,
ya uzazi hii miaka yote. of barrenness all the years. Ukija ukikaa na mhubiri atakuongoza, When you come sit with atakuombea. the preacher, he will guide you and pray for you. Basi mimi nimekuja kweli lakini I have sijaweka appointment. But I have not booked an appointment. Sasa niende ghafla tu nikae naye. So I just Nitaanza went to wapi? him. Where will I start? Kwa imani By yake her own faith. akaamini mimi nikigusa mkono wake tu She nimwambie believed Bwana that if I asifiwe. only shake his hand and tell him praise God, Naamini I Bwana believe atafanya. the Lord will do. Ni Biblia limetimia hili. The Bible coming to pass. Kama yule mama alivyogusa vazi la Bwana Like Yesu. that woman who touched the garment of the Lord. Mhubiri hapo ana habari The preacher was not aware kwamba hata huyu anamsalimia kwa that this sababu one is alikusudia pretty hilo. because she is purposing Ni that. imani yake hiyo. It is her own faith. Kwa imani yake By amepata. her faith she has received. Haleluya. Hallelujah. Kuokoka ni kwa imani. Salvation is by faith. Akagusa vazi, damu zikakauka. She touched the garment and the blood dried. Ndio Yesu akasema mtu amenigusa. That's when Jesus said someone has Sasa touched me. anakuja kutengeneza maisha So yake, she's coming to amend her lakini life. kupona amepona. But she's already healed. Kuokoka ameokoka She's already saved kwa imani. by faith. Sasa anakuja kutengeneza Now she's coming to kilichofanya amend hata shida hii ikae pale. whatever made this problem to be Lakini to kwa remain. imani amepata. But by faith she has received. Maana ameamini mimi nikigusa tu upinde wa Bwana So Yesu she has vazi believed that lake, if I only touch the hem of his ninaamini garment, damu nitapona I kwa believe jina the lake fountain Bwana of Yesu. blood will dry up in the name Na of kweli Jesus. damu zikakauka And truly the blood dried up kwa imani. by faith. Haleluya. Hallelujah. Kwa imani By faith, damu zikakauka. the blood dried. Zikakauka damu. The blood dried up. Haleluya. Hallelujah. Ndio vikatimia kwake yule dada. That's when it was fulfilled to that sister. Simu miracle. She's not a miracle member. Amekaribishwa tu kuja She's kusikiliza. just been welcomed to come and listen. Leo ana mtoto wake huko. Then she has a baby Taita pande hizi. in Taita, in those sides. Amen. Amen. Kwa imani yake By her own faith, amepata. she has received. Na kinachofanya kazi ni imani. And whatever works is faith. Kuamini Mungu yuko, Believing God is, tena anafanya kazi na watu wake. and he works with his people. Haleluya. Hallelujah. So hakukuwekwa mipaka So boundaries were not put. kwamba mhubiri ndio aombe Mungu It's amsikie. a preacher who should pray and God hears. Yeyote aaminie. Anyone who believes. Ishara zinafuatana na wale waaminio. Signs follow those who believe. Waombaji hawa. Those who are prayerful. Maskini huyu This poor man amemwita Bwana, has cried unto the Lord. Bwana amesikia. The Lord has heard his cry. Haleluya. Hallelujah. Ndio hata kama una tabu chungu nzima na So even if you have a lot of una problems, fedheha zimekolea and namna a lot gani, of disgrace, lakini tumia silaha hii but use this weapon badala ya manunguniko, instead of murmuring. badala ya manunguniko mengi. Instead of murmuring, Kuna upendeleo huu. there's favoritism. Mume wangu sijui I don't ukoje. know how my husband is. Ujiulize, Ask yourself, Mungu wewe ulisema God, you said, apataye mke anapata kitu he chema. who finds a wife finds a good Hivyo thing. ni kusema apataye mume naye That amepata is to kitu say, he chema. who finds a husband finds a Mbona good thing tabu too. hizi Why all ziniandame? these problems to pursue me? Haleluya. Hallelujah. Una dhambi imekulemea. You have sin burdening you. Kila ufanyavyo waona imekushinda. Whatever you see, you are burdened. Ni wewe ujiulize, It's you to ask yourself, nitakaa mtumwa mpaka for lini? how long will I live a Na slave? Yesu alikuja And Jesus came kujitakasia watu wawe to miliki purify yake. himself a peculiar Mbona mimi people. niishi na uchafu? Why should I live with Na unrighteousness? Yesu alimwaga uwezo wa And kushindia. Jesus brought the power to overcome for us. Utaona hata kama kuna leno, You find that even if there is an kwa issue, sababu Mungu amekuona una bidii, because God has seen you unatafuta, hard working, seeking, atakuonyesha wewe He umeshindwa. will show you that you lived this week. Haleluya. Hallelujah. Ndio mimi nimeishi nikishinda humu na wahubiri. That's why I've lived staying here with preachers. Nina njaa. I have the hunger. Nilikuja hapa kushindana mimi. Did I come here to compete? Nilikuja hapa kunungunika Did I mimi. come here to mama? Kiongozi wa kanisa. Compete with the lead of the church? Hapana. No. Hata anaonya watu nasema Even naibishi. warning people, I say he's embarrassing people. Hapana. No. Sitaki lakini nguvu inanifuata. I do not want, but there's that force in me. Nakaa na wahubiri. I sit with the preachers. Mwisho nikasema mimi nitamwendea. At the end, I said I'll go to him, Baba mwisho the nitamwendea. father missionary. Kupenda ninapenda. I truly love, Lakini kuna nguvu inanipa kupinzana. but there's some force causing me to oppose. Akaniambia ndugu, He told me, brother, ushindani na mimi wala unipingi mimi. you are not arguing with me, Baba neither are you yako. opposing me, but your father. Babako, Your father. babako na mamako Your father and your mother. rudi kule nyumbani. Go back home.
kama hao hukuwapokea, if you did not receive them, kama hao ulishindana nao, if you competed with them, kama wao hukuwatambua, if you did not recognize mimi ni them, nani? who am I? Wataka hutaki, Whether you like it or not, you'll find that you are competing. Rudi huko kijana, rudi Go huko. back, young man. Kijana rudi huko. Young man, go back. Basi nikawa mimi nikilia machozi. So I used to weep. Nikasema ni kweli kule. I said it's very true. Ndivyo nimeshindana na babangu. I argued with my father. Ndivyo sikupokea lake. I never received his. Hallelujah. Hallelujah. Nimelaani kazi zake. I've cast his works. Korosho yake ikauke. That his cashew nuts Biashara zake dry up, zisiendelee. his business not to do well. Nikawa mimi nikitoka huko, nimetumwa huko, nimepewa kuku. I'll come from there, I've been given. Natamani nifuge angai, zae mayai. At least to rear and at least have some eggs. Nikifika nayo hapo nyumbani When I tayari come with kutolewa it kwa home, box na sinzia tayari. When I remove it from the box, it is sick. Asubuhi kideri kimeingia tayari. In the morning, the chicken disease has come upon it. Ni nini sasa? What is this? Nasema hii ni gonjwa. I say it is sick. Ilitoka nzima huko nilikopewa huko. It was well from Na where waliniambia it hii was inataga mayai mengi given. And I was mengi. told that it produces a lot of eggs. Malizeni kisu. Now you slaughter it. Nikawaza mimi And I thought, watu wanafuga mijini mwao. people are rearing in their Hata homes. mgeni aje mchinjie kuku. A visitor can come and even slaughter for her chicken. Na mimi ikiwa ni wazalo haliwi. How comes whatever I think of does not happen? Kiwaza kufuga haviwi. When I think of keeping chicken, it does Kawaza not ka happen. biashara When I bwana think of a business, nimeona kanguvu kidogo Because I ndio. have gotten some Ndio kuna capital. kuja ugumu. That's when now hardships nini? come. What is this? Ndio nikaonyeshwa. That's when I was Wewe shown. usulilani biashara za babako. Didn't you curse your father's business? Hukumtakia baba Did kuinuka. not wish your father to prosper. Hukumtakia baba Did maendeleo. not wish your father development. Ulitamani mikorosho ya baba He ikauke. desired his cashew nut trees to dry up. Maana anayo Because he na has it. bado tunaishi na But we mashaka. are still living in Hatuna problems. maendeleo, We basi don't ina have faida any gani progress. Now mikorosho what does hii? it benefit us, the cashew nut trees? Mwisho akaanza biashara ya kuuza At papa, the end, he samaki began hao the wakubwa business of wakubwa. selling shark and those big fish. Na biashara hiyo kweli tuko nayo, kweli ako And nayo, he had the business, lakini bado tunalimia mashamba ya wengine. that we will still go labor for Na other mashamba people. mengine ni ya wajomba zangu za ndugu zake mama, Some were my uncle's farms. na wanatukatia vipande huko, wanafyoa kabisa huyo And they give mumeo. us big pieces and say that your Pesa husband, zote za korosho anapeleka all the wapi? money he gets from cashew nuts, where does he take the Hata money? sisi ndio tutoe karo ya wajomba It's zetu, for us to pay school fees for our kwani nephews. sisi ndio hatuna wana wa kusomesha? Don't we have children to school? Basi nimejaa uchungu. So I'm filled with bitterness. Biashara gani anafanya sasa? Which kind of business is he doing? Ni heri ifilisike kabisa biashara. Better the business to go Tujue down. hana To kitu, know that he has nothing. ateseka maana hana kitu. He's not doing it because he has nothing. Biblia inasema amlanie baba au He said mama, that taa if so litazima. curseth his father or mother, his lamp will go off. Taa langu lilizima buu My katika lamp giza. went off. Lakini nashukuru Mungu kwa ujumbe huo. But Taa I thank God kuzimika. for this message. The lamp going Baba off. mchungaji alifundisha Malindi 2003. Mchungaji taught that in Malindi. Taa kuzima. The lamp going off. Na akarudia taa And he kuzima. repeated the lamp going off. Neno taa The kuzima. word, the lamp going off. Nilitoka machozi mimi karibu ardhi kuwa. I wept so. Nimeokoka kweli, I'm saved truly. lakini niliona kama hata sijaanza wokovu But bado. I felt I had not even gotten to salvation yet. Wokovu ulianza huko Malindi. Salvation began in Malindi. Haleluya. Hallelujah. 2003 In 2013, taa kuzimika. the lamp going off. Mwaka huo sitausahau. I will never forget that year. Taa kuzima The lamp going off katika giza kubwa. in obscure darkness. Ndio utaona wengi wako Malindi hii. That's why you'll find many in Kazi ni Malindi kuchoma nyama, hawajui baba anakula nini. roasting meat. They do not know what the father is eating. Wameingiwa na ulevi, They are so drunk. wanapata pesa hao wenyewe haziwafai They kitu. get money, but the money does not Maana benefit ndani them wamelani wazazi. because they have cursed their parents. Waliapa shilingi yangu baba They vow that hata onja hata My kidogo. father will not have a shilling even from me. Okay? Ndio mimi nikaona ni kweli mimi And I saw that truly I nina laana. have a curse. Hata nimeungama kwingi I lakini have kajiona even siku hata sababu. confessed, but I have not amended this. Aliposema wanaotaka kuokoka When he said ndio those who mbele. want to be saved, come in front. Mimi hata pale nilipo nilisema inatosha. Where I was, I said it's enough. Machozi inanitoka huko. And tears were coming out. Sasa niende wapi? So where do I go? Haleluya. Hallelujah. Akasema maneno And he haya, said this word, mnapotoka hapa When you leave kila this place, mmoja anakoenda akatengeneza na everyone, wao. wherever you go and amend.
Maana laana inamaliza mtu. Because a curse finishes one. Inafanya mtu It makes one. ikumalize kabisa usiwe na mbele na It will nyuma. finish you completely and you will be completely destitute. Lakini Yesu alikuja But Jesus came kuokoa wanadamu na dhambi zao. to save people from their sins. Kumwamini Bwana Yesu, When you believe in the Lord Jesus, yeye ni ondoleo la dhambi. is the remission of Damu sin. yake Bwana Yesu inaosha dhambi yote. The blood of yote. Jesus cleanses all sins. Na kweli inaosha dhambi And yote. truly it cleanses all sins. Na kweli inaosha dhambi It yote. cleanses all Na sins. kweli inaosha dhambi yote. It cleanses all sins. Haleluya. Hallelujah. Kwa masikini anayemlilia To the Bwana. poor who cries unto the Lord. Nilisikia majuto sijayasikia kule. I regretted and was so remorseful, Kutamani desiring siku zingeregeshwa nyuma, baba ndiye huyu. that days could be revised and I see Sijui yes, my father. ningemsikiaje, I do not know ningemtambua. how much I could listen to him and recognize him. Alifika mahali akatambua mimi huyo baba mwenyewe, akatambua He mimi got to a simuoni point kitu. and he knew that I disregard him. Haleluya. Hallelujah. Basi That was it. nilikaa karibu wiki 3 nzima mimi sitafuti mhubiri. I stayed for about 3 weeks Lakini not seeking for a nikiingia kwa preacher. gari, But when I get to a vehicle, nikikumbuka hii machozi when I yananitoka. remember tears come out, Kujuta kama baba angekuweko leo. regretting should my father be alive. Na wakati huo alikuwa ameondoka. And that time had passed on. Paka inabidi niangalie chini I had to look down au nichukue kitambaa, or take a handkerchief. watu watadhani labda People think naenda maybe matangani. I'm going maybe to a funeral. Paka ikafika wakati Until a time came, kila nikipiga magoti ni machozi tupu. whenever I kneel, only tears come out. Lakini ikafika usiku mmoja ninaomba, But there's one night when I was praying, nikasikia mzizimo and I felt some coldness. nikasikia dhambi yako imechukuliwa. I felt my sin has been taken. Nikasikia amani, I felt peace. nikasikia amani. I felt peace. Kwa kweli nilisikia amani. I felt peace. Kila nikipiga magoti machozi yanatoka Whenever pale. I kneel, tears come out. Masikini ulilia Mungu. A poor man cries to God. Nikasikia amani. I felt a lot of peace. Nikaondoka pale magotini. Then I came out of my knees. Nikasikia dhambi yako And I felt your sin, Bwana the amechukua. Lord has taken. Nikasikia baridi. And I felt some coldness. Haleluya. Hallelujah. Nilikuja hapa nikaita mzee Mwangoma I came here and called Elder Mwangoma. tukapanda naye pale kona pale. Safina went hii with pale him. juu. Upstairs. Kamwambia baba I told him, Father, ujumbe wa Malindi the message in Malindi huu mwezi wa 9, in September, mtumishi wa Mungu mchungaji alisema the man of God Mchungaji said, kila mmoja akirudi kanisani kwao when akatengeneza everyone mwenyewe. goes back to the church, let him amend his way. Mimi nimekaa karibu wiki 3 hizi 4 hizi, It is about 2-3 weeks, lakini 3 or 4 nimeishi na weeks. mzigo mkubwa moyoni, but I've been having a burden in my heart. nikiomba Mungu anisamehe, Praying maana unto God to nilitambua Because I have kweli known nyota yangu imezima that my star is kwa gone kulani off baba for casting my father vikubwa, lakini nashukuru Mungu. greatly, but I thank God. Jana usiku nilikuwa nikiomba tangu Yesterday night nitoke when I was huko praying, Malindi, from the nalia time I left machozi, Malindi, I have been really weeping, nikasikia amani moyoni. and I felt Hata peace hivyo in my ninaongea na heart. yeye, Even as I was speaking to him, nasikia I amani. was feeling a lot of Hata yeye peace. akiniangalia Looking at me, ananiona si mimi yule Rimba. so I was Ananiambia not the Rimba, same. aliniambia Rimba, He told me, Rimba, yaonekana umekubalika mbele ya it Mungu. appears you are accepted before Enda God. ushukuru Mungu. Go and thank God. Aliniambia wewe He told me, na kuona Mungu amekukubali. I see God has Kweli accepted you. amekusamea, He has amekuokoa. forgiven you. Enda umshukuru Go Mungu. and thank God. Enda ushukuru Mungu wa Go and mwisho, thank wa God of the mwanzilishi. founder. Oh, hutaomba, So niombe you nini not na pray. What I umekubalika? pray, you are already accepted. Hiyo amani ambayo umeipata hiyo That ni peace kuonyesha you've gotten, umesamehewa, it shows you are Mungu forgiven. amekuwa upande wako. God is now on your side. Na kutoka siku hiyo kuendelea And from that day onwards, nikaanza kuona manyunyu. I began seeing some showers. Masikini aliomba, When the poor man cries, Bwana akamwokoa na tabu zote. the Lord will save him from Wengi his ninyi si troubles. waombaji. We are not prayerful. Haleluya. Hallelujah. Mwayaacha pale kwa wahubiri, We leave it at amekuongoza ni the- basi. When he guides you, that's the end. Lakini hakuna tabu Yesu hawezi kuondoa. But there is no trouble God cannot Hakuna save you dhiki from. Mungu wetu hawezi There is no kuondoa. tribulation God cannot save you Anapoona from. mtu umekusudia, When he sees that you na purposed, ndugu you are umekusudia, a brother who has purposed, kijana you are umekusudia, a brother who has purposed, Mungu anasamea the na Lord forgives. haleluya. Hallelujah. Anafuta hukumu ya He mwanadamu. remits the condemnation of man. Na mwaka huo huo tena, And that same year, baada ya crusade hiyo, nikatuma Malindi. after that crusade, I was sent to Malindi. Haleluya. Hallelujah. Nimetabika siku nyingi, I've suffered many days.
Mwana wa watu raha yake hata ukampikia michele sijui nini, furaha yake ni kikombe cha maziwa. Her joy is to have a cup of milk. Mtakula michele yenu, mtakula nyama zenu, you will eat your meat, lakini hayaone wapi. but she does not value that. Ni kahawa paka vikombe vimekuwa vyeusi. Coffee until the cups have turned Paka dark. pale unapoweka mdomo kila saa hapa that takati time- tena. Hapa takati pale. The place does not. Hiyo kahawa paka imeweka alama nyeusi pale. The cup is dark. Sasa ni hicho kikombe kila saa ukinywa nacho ulenge hapo all hapo. the time, Maana ukigeuza kwingine na kutakuwa because when you kweusi. turn this other side, you'll also get Hapa black. takati hata ukaosha vipi. It does not get clean, however much you wash it. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe ng'ombe ziko. Yet they are cows. Ndio nilipoenda Malindi baada ya When I huo went to mkutano, Malindi, alikuwa amenituma. After that crusade, he had sent me there. Jioni moja nimehubiri Jumapili One moja. evening after he preached on Nasikia Sunday, amani. I was feeling peace. Amani moyoni mwangu. Feeling peace in my heart. Hallelujah. Hallelujah. Kwamba dhambi yangu imechukuliwa kwa That jina. my sin has been taken by the Lord. Kweli Yesu anaondoa dhambi. Surely Jesus remits sin. Hallelujah. Hallelujah. Ndio ndugu mmoja akaja jioni moja So when one brother came one in akaniambia na ng'ombe yako. and told Ng'ombe me, I yangu. have your cow. My cow? Ng'ombe. A cow. Na nimeishi nikitia tumaini And I've dada. lived hoping. Anakunywa kahawa. I've been encouraging my wife. She Namwambia takes coffee. usivunjike moyo. I say, don't be discouraged. Siku moja utazunguka nyuma ya nyumba ukamue. One day you'll go behind the house and milk. Hiyo hali iliyoko basi hata uwase kufika kukamua. The state we are in, even you get to milking, Ananiambia hayo yawache. whatever she says, you just leave that. Namtakia. I'm wishing her. Kule moyoni namtakia. In my heart, I wish her. Ni kule kumtakia kule moyoni. It is my wishing her in my Na heart. baba missionary alikuwa amenipa elimu. And the father missionary had given me some, Kwamba ukimtakia mwingine mema, that when you wish another good, hata huna uwezo Mungu atafanya even if you do mlango. not have the ability Waomba to give Mungu you, akufanyie you are mlango, praying to God to make maana a way for watakia you, mwingine mema. because you are wishing someone else Bwana good. atafanya mlango, The Lord will make a way, maana umependa mwingine. because you've loved another. Nilikuwa nikiongea hivyo si kwamba I'll speak that. namtania, Not that I'm joking around. namtakia. I'm wishing her. Nasikia huzuni. I feel saddened. Maana wa watu si wa rangi. Someone's girl does not deserve to take black tea. Anaambia yawache hayo. She tells me, leave that. Yakatimia kweli. And it was fulfilled. Ng'ombe yangu. A cow, my cow. Hallelujah. Hallelujah. Yakatimia. It came to pass. Amen. Amen. Yakatimia kweli, tukaje It came tukakamua. to pass and we could milk. Haya mradi huo tukaumaliza kwa karo za watoto. We finished that project because Nikawa of niko school fees. Kisumu. And I was in Kisumu. Mwaka mchungaji. That year after mchungaji. Imebaki mama ng'ombe mmoja. The mother was Anazaa tukiuza ndama tupate fee. Anazaa tukiuza ndama. tell the calf so that we get school fees. Ananiambia fees zimezonga na uza hata That huyu I'm mama. burdened by the school fees. I'm even selling this cow. Hallelujah. Hallelujah. Wamuuza hata huyo You are mwenyewe. selling the cow? Yes. Nimepata mteja. I've gotten a cow. Mteja umempata pesa ngapi? 40,000. How much will he give you? Maana 40,000. hiyo karo imezidi kabisa. Because the school fees was too Hayauza. much. Now sell it. Na mradi huo ni wako huu. That is your own project. Akauza. And she sold it. Amen. Amen. Lakini Bwana ameturegeshea. And the Lord restored to us. Hallelujah. 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 Kwa hivyo Therefore, masikini alililia Bwana, Mungu a poor akamwokoa. man cried unto the Lord, and the Lord heard him. Bwana wewe ulilii Bwana. Why don't you cry unto the Lord? Fedheha zimekuja maishani. Disgrace has come in your life. Mizigo ya madeni iko maishani. Burdens of debts are in your life. Masumbufu yako maishani. You are suffering in life. Watu wakusikitikie wao, lakini wewe huna mzigo. People to pity you, but you are not burdened. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anaokoa mtu anayebisha. The Lord saves one who knocks. Alisema ombeni mtapata, bisheni He says, mtafunguliwa. ask, you'll be given, knock, it shall be opened unto you. Hallelujah. 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 Ndio muwe waombaji. So be prayerful. Amen. Amen. Muwe waombaji. Be prayerful. Mjini mwenu, In your homes, mashambani kwenu, in your farms, mlalapo, mwamkapo, whenever you sleep and wake up, biasharani mwataka your kuendelee. business, you want to prosper. Mungu akiona una njaa When God sees you with na a anasema hunger, heri wenye njaa na And kiu ya say, haki, hao watashibishwa. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hallelujah. Hallelujah.
una utumwa wa dhambi, Mungu slavery akuone to una sin. njaa ya God kutakasika. to see with the Je, hunger to be mimi leo cleansed. nikaitwa mbinguni Should na I be utumwa called today to huu? heaven with this Ni mbingu slavery? gani nitaingia? Which heaven will I enter? Mungu niokoe. God save me. Utaona hata kama kuna shina la mabaya, Mungu Even if anakuonyesha. there's a root of evil, God will show you. Maana watafuta Because you are seeking. na watafutaye huona. And he who seeks Na finds. Yesu alikuja And Jesus came kutia watu wawe kanisa lake takatifu. to purify himself a peculiar people. Haleluya. Hallelujah. Huku kitenda fadhili, While showing favor, some ya 12 Psalm 112, mstari ule wa 5 na uteremke hapo verse chini. 5 downwards. Anasema He says, heri afanyaye fadhili a good man showeth na favor kukopesha. and lendeth, Kukopesha. tengenezaye mambo yake He kwa will guide his affairs with discretion. hataondosha kamwe mtu He kama shall not be moved, such a person. mwenye haki huyo That righteous atakumbukwa milele, shall be an everlasting remembrance. hataogopa habari mbaya. He shall not be afraid of evil tidings. Habari mbaya ziko zitakuja. There are evil tidings that will come. Habari mbaya zaweza kuwa magonjwa, Evil tidings might be sicknesses, zaweza kuwa kudidimia katika biashara, going down in business, zaweza kuwa kuzongwa na madeni. Habari mbaya hizi burdened with the debts. si Those kwamba are evil umeokoka, tidings. umepona, umetubu dhambi, habari mbaya Yeah, because zitakuja. you've repented and confessed your sins, it will Fedheha not come. zitakuja, That disgrace will not come. kutofaulu kutakuja, Lack of success will come. changamoto katika ndoa zitakuja. Challenges in marriage will come. Lakini kwa mtu atendaye fadhili na kukopesha, But to him who showeth favor and lendeth, atengenezaye maneno yake kwa haki, who guides his affairs with kinasema discretion, hataondoshwa. says he shall not be Habari moved. mbaya zijapo, When evil tidings utaona come, anapewa tumaini kwa he Mungu, will be given hope in God, maana dhamiri yake ni safi, because his conscience is clear. hana He linalomhukumu, has nothing against another. halipizi kisasi. He does not revenge. Amen. Amen. Anatenda kwa fadhili kwa majirani, He shows favor to the neighbors. hata mume ajapo mhesabu si kitu, Even if the husband does not esteem yeye her, anamtendea heshima. she does to her what is honorable. Habari mbaya zijapo, When evil tidings come, inaweza kuwa ni upungufu might be maishani, deficiencies in life, inaweza kuwa ni tabu za kila might be aina. problems of all kinds. Kinasema chuo, The Bible says moyo wake utakuwa imara that your heart will be fixed, ukimtumaini trusting Bwana. in the Lord. Uwe imara moyo wake, maana hauna Your heart hukumu will be hapa fixed ndani. because there is no condemnation. Na hata kama hukumu iko, Even if there is namwambia condemnation, Bwana tell nisamehe, the Lord, forgive me. hapo nimetenda makosa, hapo nimewaza visivyo. I've committed evil, I've done wrong. Haogopi habari mbaya. He does not, do not fear Kweli evil habari mbaya tidings. ziko. So evil tidings are there. Habari mbaya Evil tidings, ni mateso yatakuja, sufferings coming, fedheha zitakujia maishani, disgrace coming to you in life, ni magonjwa yatakuja and maishani, sicknesses coming in ni life, upungufu utakuja and maishani, deficiencies coming in life, changamoto zitakuja katika ndoa. challenges in marriage. Haleluya! Hallelujah. Lakini kwa sababu But because watenda mambo kwa fadhili na kukopesha, you are showing favor huyu and mtu wa lending, kulipiza kisasi, the one who pays vengeance inasema hutaondoshwa. says you will not be moved. Moyo wako utakuwa imara ukimtumaini. Your heart will be fixed, trusting in the Lord. Tathibitika, You will be established. hutaogopa mabaya. Shall not be afraid. Mabaya yaje uwe na hofu. Evil to come and you are afraid. Utaona ukimwomba Bwana, You find that when you pray unto wasikia God, moyo wako uko thabiti, utapata, you feel nitapata, nitapona, your heart nitapata is amani. fixed. I will get peace. Unasikia tumaini kwa Mungu wao Baba You ameshinda. have hope in God of the Father. Ataniokoa. He will save me. Kule kuchelewa hakutakufanya Laziness will not make ukate you to tamaa. despair. Haleluya! Hallelujah. Hata habari mbaya zijapo zijafanana kama zimefanya kikao, When evil tidings are lakini clear to be utaona so stark, umetulia. but you'll find that you are so calm, ukimtumaini yeye. trusting in the Lord. Kesho utaona umevuka huo. Tomorrow you'll find that you've crossed over. Watu waseme tumedhani ni basi, And when people say that we thought it was his tulidhani hata end, ni basi we imekwisha, thought that it was his end, kumbe yet umechakaa huku nje, you are faded lakini outside, ndani, but inside, huku nje umechakaa, outside you are faded, lakini ndani uko but hai. inside you are alive. Uko ndani ni kubichi, Inside it is so alive. huku nje ndio kumekauka, It is dried on the lakini outside, ndani ni kubichi. but inside it's raw. Na kwa sababu ndani ni And kubichi, because on the inside you are raw, hata huu kaufu utaondoka even the vugu. dryness will go away. Kumbe bado yuko ndugu yule, So he's still there, that brother. kumbe biashara ile bado iko. That business is still there. Amen. Amen.
tulifanana wataachana, kumbe tatu ndio wanatembea pamoja kwenda like sokoni. they will divorce, but they are now walking together to the Maana market. changamoto zilikuja katika ndoa Because challenges came in marriage za kufanya watu wafarakane, of making people divorce. lakini kwa sababu But because kila mmoja anabidii kutenda kwa fadhili, everyone is diligent kuna to show mmoja favor, anayekopesha humo ndani ya There's- nyumba, there's one lending in the house, asiyelipiza kisasi, one who does not pay atengezaye vengeance, mambo yake kwa haki. who does things righteously. Hawataondoshwa watu hao These people will not be moved kwa ajili ya huyu mmoja. because of this one. Kisha utaona wanatembea tena barabarani. Tomorrow we'll see them walking on the road. Ni hawa tena hawa. Are they the ones? Amen. Amen. Tusomee hapa. Read for us. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki. Kwa maana hataondoshwa kamwe, mwenye haki atakumbukwa milele. Hataogopa habari mbaya, moyo wake uimara ukimtumaini Bwana. Moyo wake umethibitika, hataogopa, hata awaone watesi wake wameshindwa. A good man sheweth favor and lendeth. He will guide his affairs with discretion. Surely he shall not be moved forever. The righteous shall be in everlasting remembrance. He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. His heart is established. He shall not be afraid until he see his desire upon his enemies. Hallelujah. Hallelujah. Habari mbaya zilikuja juzi kwa mzee Zia. Evil tidings came the other day to Tutaacha Eldazia. kumzia maana yuko karibu. I will not Tamshuhudia stop tu. testifying because he's here. Amen. Amen. Akawa anatembea hata kama kupurutika. And he will walk dragging his feet. Hallelujah. Hallelujah. Kimwangalia When you look at him, huyu mzee huyu, habari mbaya zimekuja. this elder, evil tidings have come upon him. Lakini yuko akilala amekuja There, kanisa. when he sleeps in the morning, he comes here. Akiamshwa amekuja When hapa. he's made to wake up, he comes here. Mara anasema wacha nirudi mapema maana At nasikia times he hali. says, hivyo. let me go back home early. I'm not Tukikaa feeling pamoja. well. When we sit together, Anaongea. he speaks, Namwambia afunga macho and I mzee. tell him, close your eyes. Maana elder." I was nikimwangalia looking at him, tumaini lake liko kwa Mungu wa his baba hope is missionary. in God of the founder father. Amen. Amen. Nikajua hapa habari mbaya I knew zimekuja. evil tidings have come here. Lakini mradi huyu anamtumainia But Mungu. provided he's hoping in the Lord, Amen. amen, Nikajua kutafanyika kitu. I knew something will happen. Mwambie afunga macho I tell mzee. him, close your eyes, elder. Dhiki iko duniani This Yesu tribulation alisema, on earth, Jesus said, lakini tujipe moyo maana Bwana aliushinda but ulimwengu. let's be of good cheer because the Lord overcame the world. Hallelujah. Hallelujah. Ndio nakwambia mama naye akaja. Je, mzee huwa anakuambia vile Then amelala na the ameamka? wife came and told me, does the Huwa elder anakuambia explain to you? vile. Does he tell you? Anamwambia huwa ananiambia I told kabisa her, yes, kabisa. he tells me, yes, he does. Kwani huwa anasumbuka hivi usiku He anasumbuka. suffers hivi. this way at night and he suffers this Oh, way. anamwambia huwa anasema. I tell her that he tells me, Oh. okay, Sawa, asante kuniongezea. thank you for Amen. telling me. Amen. Basi. Hallelujah. Hallelujah. Ninakwambia siku moja tukasindana sisi, ilikuwa sijui Jumanne, sijui Okay. ilikuwa ni sijui ilikuwa Juma There's a day we ngapi. agreed, I think on Tuesday or Wednesday. Alafu ibada nikamwona hayuko. Then he did not come for the service. Kesho yake ni ibada The sikumuona. following day it was a service day and he did Mzee not alienda come. Kinagona, tulipatana hata aenda huko. Where did he go to Kinagoni? We agreed he will not Tumetuma go. mhubiri mwingine angaa yeye apumzike. We sent another preacher, at least he rests. Siku ya pili yake ndio huyo amekuja. The following day he came. Haya baba, ulikuwa wapi? Father, where were you? Nilikuwa nyumbani. I was at home. Kuna jana ukuja ibada. Why didn't you come for the Wewe service? ulisema yesterday? nisije. You told me not to come. Mimi nilikwambia usije ibada. Did I tell you not to come for the service? Yes, you told me. Oh, Okay, sawa. it's okay. Nikajua mzee amefika mbali. I knew this old man has gotten far. Mimi nilikwambia wewe kesho usije So I ibada. told you not to come for the service. Uliniambia nisije. Yes, you told me not to come. Wewe mwenyewe wataka lakini nilikwambia usije. So you wanted to come, but I told you not to Na come. si kwamba alikuwa amelemewa kwamba asije ibada. And it's not that I had told him not to Ulisema come. si ibada. Nikajua si I yeye. knew it's not him. Kwambia mimi sijakwambia I hivyo. told him I did not tell you that. Inaonekana huku nielewa. It appears you did not understand Lakini me. nikajua But I knew things are not right. Shetani alikuwa amemfikisha amemnyang'anya fahamu. The devil had taken away his understanding. Mweza kuongea jambo can anarudia speak tena, something. anarudia tena. Then he repeats and repeats. Kimwangalia When you amefika. look at mbali. him, Hata uso ukimwangalia amefika even mbali. when you look at the face, Habari mbaya ziko zitakuja. evil tidings are there, they will come. Ninyi mmeamini mamoja You've tu, only mamoja believed tu. one thing, Uzima kuendelea tu. wholeness continually. Amen. Amen.
Mkiona habari mbaya When mnatetemeka. you see evil tidings, you are trembling. Unatetemeka maana You're hutendi You are fadhili. trembling because you do not show favor. Lakini anayemtumaini Bwana, But he who hopes in the Lord, haleluya, hallelujah, ambaye dhamiri yake ni safi, whose conscience is clear. kinasema chuo The Bible says hakuna hukumu ya adhabu there is no condemnation juu yao walio katika Kristo upon Yesu. them that are in Christ Jesus. Haleluya, Hallelujah, haleluya. hallelujah. Basi mama alipoongezea, So when the wife explained to me, nikajua I knew watu ambao ni kitu kimoja. people who are together. Ndio mimi dada alikuwa haachi kupeleka habari. That's why my wife could not fail to go and Yule report. anapanda juu ya gorofa lakini hakulala huyo, mwangalieni. He's going on the story building, Wakati but he ule has not asema slept. imenikaza kabisa. That time the attack was so serious. Haleluya. Hallelujah. Naona wazee wananifuata wewe, I see je, elders following nimetumwa na missionary kuuliza, je, I've been sent by umepona? missionary to ask you, are you healed? Mzee Mnyamba yeye alikuwa anasema kweli, nimetumwa mimi, Elder Mnyambu will nimetumwa. say the truth. I have been sent Nikuulize, to je, ask you, umepona? are you healed? Sasa umetumwa, So you've been niulize nimepona. To ask me if I'm healed. Huyo aliyekutuma Whoever sent me. amejueje sikulala? How did he know I did not sleep? Lakini najua yuko amesema But huyo I know hakulala. there's someone who has reported that this one Maana did not sleep ananipenda niwe mzima. because she loves me to be whole. Mumeo anafedheha na Your husband kutofaulu, wasema shauri yake. failures, you say that's upon him. Shetani amemkalia, wasema shauri The yake. devil is burdening him and you say it's upon him. Na Mungu anasema And God says, kukiwa na mtu if there be someone, nitaokoa mwingine. I will save this house. Ningeokoa lakini sioni I would mtu. have saved, but I Mume don't see any. amekaliwa, mke The amekaliwa, husband is lakini burdened and the mume wife uwe burdened. mtu. But be someone. Kumtakia uzima. Wish him well. Mkeo, mumeo. Your husband or wife. Akiona Mungu kuna mtu anampenda When God huyu, sees there is someone who loves him, hamhukumu, he does not judge Bwana him. anamuokoa. The Lord will save him. Haleluya. Hallelujah. Ndio mamuona mzee leo amepona. That's why you see the elder here healed. Habari mbaya ziko Evil zitakuja, tidings are there and they will lakini come. watendao fadhili na But those who show kukopesha, favor and lend, wasiolipiza visasi, Those pay vengeance. wanaojifunza kusamehe, those who learn to forgive, wasiolipiza mabaya kwa do mabaya, not pay evil to evil, watendao kwa haki. those who do righteously, Anasema watakumbukwa, hawataondoshwa, they will not be mioyo moved, yao they will be itakuwa remembered. imara ikimtumaini Their Bwana, hearts will be fixed, trusting in the Lord, na mioyo yao itathibitika, and their hearts will be established. hawataogopa mabaya yajapo, They will not fear evil, maana waogope because for them to fear, na dhamiri zao safi. and their conscience is clear. Haleluya. Hallelujah. Tukaomba Bwana tujalie Pray to God that God enable us kuwa watendao kwa fadhili na kukopesha. with those who do out of favor and Ulimwengu show wa leo ni kindness. watu kulipizana kisasi tu. But this present world, people are just paying vengeance. Huyu amekunenea mabaya nao This one has watafuta ubaya. spoken ill, you seek for ill, Huyu you speak amekutendea bad. baya nao watafuta This baya. one has done evil to you, you also do evil. Ndio utaona Mungu akai katika watu kama hao. That's why you'll find that Jesus does not dwell among such people. Haleluya. Hallelujah. Mji ambao watu wanalipizana visasi As tu. you have people paying vengeance, Utaona mji huo you see that home, shetani anaweka kitu. the devil will abide. Maana ni watu There wasiopendana. are people who do not love one another. Na utaona fedha zinazidi mahali And you hapo. see that there's a lot of disgrace. Amen. Lakini Amen. mahali watu The wanasameheana, place where people forgive one another, utaona Mungu anakuja hapo mahali. you'll see that God comes there. Maana wametimiza neno Because kupendana. they have fulfilled the word loving one another. Anasema wapeni watu wote haki And zao. he says, render unto all their dues. Astahilie hofu. He who desires fear, fear. Astahilie heshima. Who deserves honor, honor. Mtu huyu kweli This amekosa, person has wronged. amenena yasiyo ya He kufaa, has ni ndugu, spoken ni ill to me. dada, It's a brother or sister. ni jirani, It's a neighbor. lakini ni baba wa watu, ni mama wa But watu, he's someone's father and someone's ni mother. mzee wa watu. He's someone's elder. Haifai kumfyokea I hivyo, cannot ridicule him that way. kustahi mwingine hivyo. Respecting someone else, Hivyo umetenda fadhili, that way umekopesha. you've showed favor and you've lended. Amekufanyia ya kuwa ni aregeshewe He mabaya. has done ill and you should have paid back ill. Ana haki ya kutendea mema, lakini amekutendea He has a ubaya. right to do good, but he has done evil. Wewe wamtendea mema, But you do good to him. unaitwa umemkopesha. You are called to have lended. Haleluya. Hallelujah. Umempenda, You've loved him. utaitwa mwenye haki mbele You za will Mungu. be called righteous before the Utaitwa Lord. mwenye haki mbele za You will Mungu. be called righteous before the Lord. Utaitwa mwenye haki mbele za You will be Mungu. called righteous before the Lord. Na Mungu nasema hata kuondosha And God says he will not move you. mabaya yajapo, When evil comes, mtetezi wako atakuwa Mungu. your defender will be God. Haleluya. Hallelujah. Na kesho And tomorrow, hata kuna fedheha though there be shame na manyonge, and many weaknesses, utaona Bwana anakuwa mshindi see wako that kwa the jina Lord lake. will be your victor. Atakushindia. He will conquer for you.
Hallelujah. Hallelujah. Ndio baba missionary na mama missionary wametukanwa mengi The father mengi. missionary, the mother missionary was so much Lakini abused, hawakulipiza kisasi. but they did not revenge. Hallelujah. Hallelujah. Ndio hawakuondoshwa. That's why they were not moved. They were Hawakuondoshwa. not moved. Mawazo yake baba missionary yakatimia. The thoughts of the father missionary came to pass. Kuwa na kanisa kubwa linaitwa Safina. Having a big church called an Ndio hili Ark. leo sisi tuko ndani. This house we are in today. Amen. Amen. Tukanwa kote All the insults, imethibitika it has been Mungu established. alikuwa amemtuma God had sent him. na ufalme wa Mungu utadumu milele na And the milele na kingdom milele na of milele na God will milele. abide forever and evermore. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo tukoenda kumuomba Mungu wetu. Therefore, as we go to pray unto our God, Tumshukuruni kwa amani jamani. let's thank him for peace. Mimi huwaza tutulie hivi kama Thank- maji yako kwa We mtungi. become like still waters. Tumwambie Bwana asante kwa Let's amani. tell the Lord thank you for the peace. Hallelujah. Hallelujah. Tumwambie Bwana asante kwa Tell the amani. Lord thank you for peace. Shetani alitingisha giti giti The giti devil giti really giti shook and shook ili ajue wa Mungu wako wapi, lakini to tuko prove bado. those of God, but here we are. Amen. Amen. Na Bwana ametuliza. And the Lord has calmed down everything. Shetani ni muongo kwa jina la The Yesu. devil is a liar in the name of Tumwambie Jesus. Bwana asante Mungu Let's wetu. tell the Lord thank you. Na ni Mungu mwenyewe aliamuru hayo And yote. it's God himself who had allowed all Ni that. Mungu aliamuru. It's God who had allowed that. Hakuna liwalo bila There's nothing that kuamuriwa na happens Bwana Mungu. unless it's allowed by the Lord God. Tena Mungu akajua ya And then kwamba God knew that tena again, walio wangu those who are mine watasimama will stand, nami nitasimama pamoja nao. and I will be together with them. Na ndio sisi leo Mungu ameturehemu, And that's ametupa why mvua God ya has chakula. mercy on us and given us rain Inanyesha for ya food. chakula. It's raining for food. Haleluya. Hallelujah. Tulipomuomba Bwana tusamehe, When we pray utuokoe, to God that forgive us and angalau have mwaka mercy huu on us, tupe at mvua ya least this chakula, give us rain for food. bado kulima kwekwe sasa. We only have to weed now. Amen. Amen. Inanyesha alafu inatupa Rains. wakati wa kulima kwekwe. Then now we are given time to weed, Kuonyesha Mungu wetu yuko pamoja to nasi. show our God is together with us. Tumwambieni asante. Let's tell him thank you. Asante kwa kutupenda. Thank you for loving Asante us. kwa kutuokoa. Thank you for saving us. Haleluya. Hallelujah. Na hakuna litakaloharibika. And there's nothing that will go wrong. Na tumwambie Mungu wetu. Let's tell our God. Haleluya. Hallelujah. Kuna ndugu amepiga simu hapa Mombasa anasema kuna ugonjwa umezuka wa We watoto. have a brother who called from Mombasa saying there's a disease that has Kuna come homa up. kali linashika watoto sijui It's a linaitwa. bad flu. Ametaja jina sijui la Kigiriama hata There's a mimi. name he sijui. mentioned. I did not. Eh? Okay. Yeah. Huko Mombasa huko. In Mombasa. Bwana awaokoe na vita hivi. And the Lord save them from those battles. Mabaya yako There is evil, lakini Bwana anaokoa. but the Lord saves. Homa hilo That flu nalotesa watoto wadogo that is afflicting the young kwa children Mombasa, in Mombasa. Bwana waokoe May God save them na tauni hiyo from that plague awape amani. and give them peace. Haleluya. Hallelujah. Waokoe To save them awape and amani. give them peace. Maana Mungu wetu Because anasema our God hatesi mtu says He milele, does not afflict willingly. awatimizie wokovu huko. Let Him show them salvation. Amen. Amen. Tena Bwana Mungu And wetu, again, God our Lord, Pastor Jimmy, Pastor Jimmy, ndugu yule wa Kongo, and that brother in Congo, juzi aniletea picha anatembea. he sent me a photo. He's walking. Mkono, It's only the hand. mkono huu It's only the left hand. bado haujapata nguvu He kamili, does not have enough lakini strength, anatembea. but he's walking. Haleluya. Hallelujah. Naamini Bwana akipenda Believe God willing, Disemba tutakuwa in naye. December we shall be together. Mungu wao mwanzilishi God of the founder aliyeanza kazi kwa wapendwa who hawa, began the good works in those brothers. Jimmy Karisa, Jimmy pastor Karisa, huyo, na that's huyo pastor. ndugu Petro wa And Kongo, brother Petro in Congo. na mwingine yuko huku, And there's another on that side. waliopata ishara za stroke. Those who had those signs of stroke. Bwana awatimizie uponyaji Those who kamili fulfill kamili the kamili kamili. complete healing and complete healing.
ile mishipa ambayo damu haijatembea, those veins where blood is not Bwana flowing, Mungu wa mwanzilishi the Lord God of the founder, aliyesema japohuzunisha that though he tena grieves, atarehemu, will have rehema compassion. zake ziwashukie ndugu His hao, mercies to come upon those mishipa brethren, hiyo itembee damu, the blood to flow in those veins, uhai ukaingie katika sehemu hizo za mwili. life to come in those body parts. Mungu wetu awakamilishie uzima God- kamili. God to complete the perfect Kwa healing utukufu wa jina lake. for the glory of his name. Na yoyote yule ambaye hatumfahamu ana And vita whoever we do hivyo, not know but is battling, na tumaini lake amemwekea Bwana and he Mungu has wa put Abraham na his Isaka na hope wa in Yakobo. God of Abraham, Isaac and Jacob, Mungu wa baba yetu mishna na mama God of our mwanzilishi. father missionary and the founding mother, Bwana atimize uzima the ndani. Lord to fulfill the perfect healing. Pastor Hana kule aliko, Pastor Hannah, wherever she is, Bwana atimize uzima God kamili. to fulfill perfect healing. Amen. Amen. Kuna mama wa Gabriel Kahindi amepiga Mother vita to tangu, Gabriel Kahindi, atimize uzima kamili. God to grant her perfect healing. Haleluya. Hallelujah. Nimewaambia Biblia inasema I've told you the Bible says mabaya yako, there is evil, lakini Bwana yuko pamoja na but the Lord is together with us. hao wote na wengine wale All ambao those and many others who wana changamoto. have challenges, Bwana awatimizie uzima, the Lord to grant them life, awape amani, give them peace, awape amani. give them peace. Kila changamoto za kila aina, Every challenge of every ni kind, biashara, be it in business, ni fedheha za every madeni, disgrace of debts, kwa wakubwa kwa wadogo. the young and the old, Bwana atimize amani kwa watu wake. God to grant them peace. Tena Again, tusisahau ombi letu, let's not forsake our prayer, atuokoe na kila God silofaa, to save us from all not good, kila sio la kufaa everything not good ndani ya kanisa in lake, the church, katika taifa zake in the nations, duniani, in the world, katikati ya in wanadamu, the midst of kila brethren, jambo lisilo la kufaa everything not ambalo good shetani that alipenyeza the devil has katikati ya in the wanadamu, midst of men, Bwana alitangue, God to bring it to naught, alitangue God to bring it to naught na kulibatilisha, and make it of none effect, kusudi la Mungu wetu litimie. the purpose of God to be fulfilled. Kusudi la Mungu ni amani kwa watu wake. The purpose of God is peace to his people. Haleluya. Na Hallelujah. kama una lako tia hapo And if ndani, you have your own included, una mtu wako unataka aokoke, you have unataka your person apone, who want to be unataka saved, to be healed, na hujampeleta kwa and umoja, you've not brought in the unity, mtie hapo include it. kwa imani yako, By your faith, Bwana atatimiza. the Lord will do. Na waomba tupige magoti I request that we kneel and pray unto God.
Amen. Nawaomba tusimame. Shall we stand? Tunamshukuru Mungu wetu kutufikisha hapo. We thank our God bringing us this far. Tunaamini Bwana ametimiza kila tuliloliomba. Believe the Lord has granted everything we prayed. Na yeye alisema tukiomba lolote kwa jina lake atafanya. He said that if we pray for anything in his name, he will do. Amen. Amen. Tunaamini Bwana ametimiza. And we believe the Lord has done it. Tunaamini Bwana Mungu wetu ametimiza. Believe the Lord our God has done it. Hallelujah. Hallelujah. Tufunge macho. Let's close our eyes. Na ndugu mmoja atufungie ibada kwa And brother to close the service. Bila umemtumia mtumishi wako, Mungu wa mwanzilishi, zidi kutia watu wako nguvu Mwokozi. Yaliye mbele yetu Baba ni mengi, Mungu wa missionary. Zidi kuonekana Mwokozi. Bwana Yesu, zidi tia mtumishi wako nguvu na uwezo. Azidi Bwana Yesu kutufafanulia zaidi na zaidi Mwokozi, na kumfunika zaidi Bwana na mbawa zako sawa na mapenzi yako Mfalme. Ninakushukuru Baba kwa uwezo wako. Ninakushukuru Bwana kwa ujumbe vile umeokoa watu wako Mwokozi. Baba, zidi kujibu hizi sala. Kila aliyeomba, kila aliyenena Mwokozi mema jibu. Wote waokolewe wapone kwa mapenzi yako Mfalme. Baba, ondoa Mwokozi mema katikati yetu mapigo. Kati ya watu wako Bwana wamepigwa Baba mapigo. Ondolea watu wako Bwana. Ponya watu wako Bwana. Inua watu wako Bwana. Samehe watu wako Bwana. Wamenena dhambi, wamefanya dhambi mbele zako Mwokozi. Baba Yesu, tujalie kipawa Mwokozi kakukopesha. Tuwe na karama ya kukopesha watu wako amani, baraka na uzima. Ozidi Mwokozi kutufunika na ngozi ya utukufu wako Bwana. Tuliza watu wako Bwana. Nyumba ya mwanzilishi wako Bwana ozidishie mema na kuifunika Baba na mbawa zako. Funika kanisa lako na uwezo wako mkuu sawa na mapenzi yako Mfalme. Sante Bwana kujibu, sante Bwana kutenda. Nimekuomba hayo nikiamini Mwokozi mema umetenda na umetimiza. Asante kujibu, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen. Asante Mungu wetu. Bwana Mungu wetu atubariki sana May our sana. God bless us so much.